kufika eneo hili na hospitali ya wilaya ya Same kwa ajili ya kuangalia majeruhi ambao kutoka na ajali iliyotokea jana kwa Same, ajali mbaya ambayo kwa kweli imechukua maisha ya Tanzania 38 mpaka sasa, na majeruhi kadhaa ambao wako kwenye hospitali kwa ajili ya matibabu na wapo walioruhusiwa, na wengine ambao mmoja hapa tayari amekuhudumiwa vizuri katika hospitali hii ya Same. Ajali hii kwa kweli imeshtua sana, ni ajali ya ghafla, lakini kama nilivyosema imehusisha magari mawili, gari dogo na gari kubwa, basi pamoja na hiyo Costa. Lakini kwa kweli ni ajali ambayo kama nilivyosema ni ajali kubwa na imeshtua sana. Kwa maana tunajua kujionea mwenyewe hali ilivyo. Nimeanzia kwenye hospitali ya Mawenzi ndio kuangalia majeruhi, nimeenda hospitali ya KCMC kuona majeruhi, lakini pia nilipita kuangalia na miili ya watu ambao wametoka mbele ya haki. Kwa kweli ni ajali inayoshtua na ajali inayotisha jinsi walivyokuwa. Hiyo tuwe tu wito kwa madereva kote nchini kuzingatia sheria ya usalama barabarani ili kuepuka ajali ambazo si lazima ambazo zinakuja karibu maisha ya Tanzania na kazi ya taifa. Lakini pia kwa abiria pia, kwa sababu bado uchunguzi unaendelea, lakini kuna taarifa pia kama watu wanajaa zaidi ya uwezo wa gari. Kwa hiyo na sisi wa Tanzania kama abiria tuwe kujua jukumu hilo kwamba ukiona gari limejaa usipande humo, ili kuwe na idadi sahihi ambayo itakuwa ndani ya chombo cha moto. Kwa hiyo ninawashukuru kwa madaktari, lakini nilishukuru sana jeshi la polisi kwa kufika mapema kwenye eneo la tukio na kusaidia. Hiyo jana hali ilikuwa mbaya sana. Jeshi la polisi nawapongeza, lakini pia madaktari hawajalala hapa, hatukulala, na nimependa moyo ambao wamekuwa nao kwa kweli. Na wengine wapija na hali mbaya sana, kutegemea kama wanaweza kusurvive. Leo wameruhusiwa. Ya ni kazi nzuri ambayo imefanyika. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Same ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya kwa juhudi zake tangu tukio hilo lilipotokea hadi muda huu ambao mmeona amekuwa akishughulikia jambo hili. Toa pole kwa watu wote walioathirika na tukio la ajali hii. Wale ambao wameumia tunawapa pole na tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuwapa uponyaji kwa haraka, na wale waliotangulia mbele ya haki basi tunaombea wapumzike kwa amani, na pia tunaomba ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa na moyo wa subira. Lakini jambo la pili aliyoelekeza Mheshimiwa Naibu Waziri wa Jeshi la Polisi kwetu ni maelekezo hasa lile eneo linalohusu usimamizi wa sheria za barabarani. Kwa hiyo nataka kusema kwamba maelekezo hayo yatasimamiwa na jeshi la polisi nchini. Tunaendelea kuhakikisha kwamba mikakati ya kudhibiti madereva wazembe inaendelea kuongezeka ili kuhakikisha kwamba matukio haya ya ajali yanayochangiwa na uzembe wa madereva inadhibitiwa ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa salama. Lakini tumeanza uchunguzi mpaka sasa hivi. Tulianza jana hiyo kupitia mfumo wa VTS, kwa speed ya gari ilikuwa ni kiasi gani? Ilikuwa ni ya kawaida, speed 77 kwa saa. Lakini sasa kwa mfumo wa tiketi mtandao tunaweza kujua majina ya watu walio kwenye gari kulinganisha na majina ambayo tutamtoka hospitali. Hiyo kazi kesho itakamilika. Kwa hiyo kimsingi sisi tunafanya ni uchunguzi ambao tulishaanza kuanzia jana. Ndio uchunguzi tunaendelea na kuwaojisha mmoja mwenye dogo lile Costa, leo mmoja mwenye ile gari kubwa. Kwa hiyo ili mwisho wa siku tufahamu chanzo kilikuwa ni nini hasa, na baada ya hapo tutafute tiba ni nini shida ambayo imetokea kwa sasa.